Kweli nimeshangazwa binafsi na nikasema kwenye kona ya kwanza lazima tupite nayo. Mara baada ya mechi kumalizika na RS Berkane kuwa bingwa, Simba kuwa mshindi wa pili, taarifa zinasema CAF ataenda kuanzisha uchunguzi wa matukio ambayo yalitokea Zanzibar kwenye mechi hiyo siku ya juzi. CAF ataenda kufanya uchunguzi na kurejea kwenye matukio yaliyotokea kwenye mechi hiyo. Awali ya yote, FC Berkane, RS Berkane wao waliwasilisha ripoti kwa CAF kwamba wameshikiliwa katika uwanja wa ndege wa Zanzibar kwa takriban saa 4 baada ya wao kuwasili. Kwa maana walisubirishwa masaa 4 airport mara baada ya wao kuwasili. Cha kwanza walichowasilisha CAF, na huku wakiweka kwamba hakuna ofisa yoyote kutoka kwa wenyeji aliyokuwepo pale kwenda kuwapokea katika uwanja wa Aman Abeid Karume pale Zanzibar. Lakini pili, CAF hawakufurahishwa na mwenendo wa Simba wakati wa mchezo huo kwa kile ambacho kimeelezwa kuwa ni vitendo vya utovu wa nidhamu kutoka kwa timu ya Simba na benchi la ufundi. Utovu wa nidhamu. Sawa Sasa pia kulikuwepo na nyimbo na sauti na vigelegele vilivyosikika vikimkashifu rais wa CAF akiwa pale jukwani. Mashabiki wa Simba mara baada ya kupandwa na ghadhabu. Sasa rais wa CAF Dr. Motsepe alisikia hizo sauti zilimjia kwamba ni kitu ambacho wao wanaona ni vitendo pia vya utovu wa nidhamu. Lakini pia CAF pia itafanya uchunguzi kuhusu kile kilichotokea ndani ya chumba cha wageni waliosema kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Kile kilichotokea ndani ya chumba cha kubadilishia nguo na baadhi ya wageni walioingia kwenye chumba cha kubadilishia nguo cha wasimamizi wa mechi, kwa maana waamuzi. Wale walioonekana kwenye zile video zinazotembea kwamba waliingia kwenda kwenye vyumba vile vya waamuzi. Pia uchunguzi unafanyika. Kamishna wa mchezo na maamuzi amewasilisha ripoti zao hizo kule CAF asubuhi ya jana. Kwa hiyo kamishna wa mchezo amepeleka kila kitu. Kwa hiyo tutarajie kuona kitu gani kutoka CAF kuhusiana na hiki ambacho Simba anatuhumiwa kwenye mechi hiyo iliyotokea katika siku ya mechi. Vitendo hivyo ambavyo vyote vimeorodheshwa kama ambavyo natoka kujuza hapa. Sasa Kisiki yuko hapa, Funga Duka yuko hapa. Hata RS Berkane bado hawajafanya party ya kutoa ubingwa. Tayari FIFA ameanza kuichunguza Simba. FIFA CAF. CAF wameanza kuichunguza Simba. Umesikia cha kwanza hicho kwamba amekaa airport kwa muda huo. Lakini kwa airport sasa hapo wanahusika mamlaka. Kwa maana wahamiaji sasa, immigration ambao wanahusika airport pale, sio? Ndio. Hapo Simba unamtoa. Lakini wao wakaweka kipengele kwamba hakukuwepo na kiongozi wa Simba aliyoenda kuwapokea. Kwa sababu timu mwenyeji huwa inapeleka magari, lakini pia na viongozi lazima wawepo pale. Sana tegemea mawasiliano. Wao wamepeleka hiyo. Sasa hiyo ni kuwafuata viongozi wa Simba kuwauliza ni kweli ninyi hamkuwepo kuwapokea? Wanapaswa kutujibu, na hapa nitavuta waya muda sio mrefu. Kuwauliza mlienda kuwapokea au mkwenda? Yes. Hilo tutabidi tuwaulize. Unasikia vizuri? Lakini pia vitendo vyote ambavyo wameviorodhesha ni pamoja na mashabiki kutoa kelele, sauti za kumzomea rais wa CAF Dr. Motsepe. Kingine ni tukio lililotokea kwenye benchi la ufundi pia. Wakisema pia ni utovu wa nidhamu wakati mechi ikiwa inaendelea. Kwa maana hakukuwepo na utulivu. Lakini kingine ni kuonekana maofisa kwenye chumba cha waamuzi wakiwa na mvutano katika ile video iliyotembea. Na moja ya vitu ambavyo pia vilikuwa vinaonyesha kabisa lazima CAF atavichunguza ni kutokana na kile pia kilichotokea, vurugu iliyotokea kwenye chumba cha waamuzi. Kisiki tuanzie hapo. Unadhani Simba katika hili ambalo linazungumzwa kwa sasa wanaenda kuepuka, kwa sababu hapo kuna rungu, kwa maana kuna fine, na kama endapo watabainika, unadhani kwa nini CAF wamekuja haraka namna hii na kutaka kufanya uchunguzi kabla hata watu hawajafanya shamba? Labda kuna ripoti inawezekana ambazo pia walikuwa nazo kabla ya hizi ambazo wamepelekewa. Kwa hiyo na kingine pia nimesahau kingine ambacho nimekisahau kwenye kipengele ni kwamba CAF pia kile ambacho kinasemwa Simba walianza kuishutumu CAF kuhamisha mchezo kutoka Mkapa kwenda Zanzibar, pia imeorodheshwa katika vitu ambavyo vimetajwa. Kwa maana sasa unazungumzia viongozi ambao
baadhi yao. Yes, baadhi ya viongozi ambao walishutumu wanatuma message kwa kiongozi mkubwa wa mpira Afrika, yes, maana ya rais wa shirikisho la soka Afrika, yeah, Motsepe, wakisema kwamba mechi kupelekwa Zanzibar wanaona haiko fair, kwa maana kuna vitu ambavyo havijafanyika wakati uwanja wa Benjamin Mkapa uko sahihi. Bila fikiri kwenye hii story, kabla CAF wenyewe hawajatoa ile barua yao official, kiufupi tu ni kwamba mpira wa Afrika, unajua kila siku tunajifunza. Yani lazima tukubaliane kwamba timu zetu za Tanzania bado zina nafasi kubwa ya kuendelea kujifunza kila siku. Matukio kama haya yanapokuwa yanatokea yanatupa funzo zaidi ya kipi ambacho kinatakiwa kiboreshwe zaidi. Mfano, issue ya uwanja ambayo ndio issue ya kwanza kabisa ambayo viongozi wa Simba walikuwa wanapambania mechi ipigwe Benjamin Mkapa. Ukiona CAF wamekwambia fanya kitu fulani kitoke sehemu fulani kwenda sehemu fulani, mara nyingi sana huwa wamejiridhisha. Kurupuki tu kusema kwamba itoe mechi Benjamin Mkapa na kuipeleka visiwani Zanzibar. Kitu ambacho viongozi walitakiwa tu kukifanya, walitakiwa kuangalia kama wametuma maombi yao ya kwanza kwa barua official imeshindikana, basi walitakiwa kuishia pale, waanze maandalizi visiwani Zanzibar. Lakini hiyo ambayo inakuja kama kitu ambacho kinaonyesha kwamba walituma baadhi ya jumbe kwa kiongozi mkubwa, inakuonyesha kwamba hawakuridhika hata na pengine na kile ambacho walikiandika kwenye barua haitosha, wakasema wasiliane moja kwa moja na rais wa shirikisho la mpira wa miguu. Yule ni kiongozi mkubwa, inawezekana yeye hawezi akatoka hadharani akaanza kusema kwamba kuna ABCD imetokea, lakini katika hali ya kawaida akisema afikishe kwenye kamati zake kwa kuonyesha kwamba angalia club fulani ilichokifanya, ni rahisi sana kuona klabu inaadhibiwa. Kwa nafikiri kwenye hilo ni somo ambalo tunaendelea kujifunza kila siku. Next time kuna kitu kikitolewa na CAF ambacho tunaona hakuna haja ya kukipinga kwa sababu kuna sababu za msingi, unaachana nalo na mnaendelea na maandalizi. Kitu kingine cha pili ni kuhusiana na video ambayo ilikuwa inatembea katika mitandao ya kijamii ikionyesha kuna baadhi ya watu ambao walikuwa kwenye chumba cha marefa wakiongea, na ikionyesha pale mlangoni alikuwepo yule ni mlinzi nafikiri, yes, kwa namna ambavyo alikuwa kavalia nguo yake, lakini pia kuna shabiki ambaye kwa lugha yetu sisi ya Kiswahili hadi tusi limesikika akitukana. Sasa ule ni utovu wa nidhamu. Ule tunasema tunakosa maadili kwenye mpira. Yes, inawezekana kuna namna ambavyo unaona refa hakuwa fair uwanjani, lakini sio kufika kule. Kama unahisi, unajua mpira uko hivi, ukitaka kujitetea kwenye kesi ambayo unahisi wewe umeonewa, barua ndio inaongea na ushahidi. Yani huwezi kwenda CAF kama una ushahidi wa kile ambacho wewe unakiwasilisha. Hata ukiona Berkane sikawasilisha barua CAF ni kwa sababu ana ushahidi wa kile ambacho kimetokea. The same story kwa Simba. Kama kuna malalamiko yote yale, ama kama kuna kiongozi yote yule wa Simba anatoka hadharani anasema ile mechi mimi nimenyongwa na refa, dhahiri shahidi na una ushahidi wa kujitosheleza, bado ana haki ya kupeleka malalamiko yao wapi? Kupeleka malalamiko yao CAF, kwa sababu una ushahidi wa kutosha. Sasa ikitokea una ushahidi na bado unalalamika na unakwenda kuonyesha sasa tena wewe ndio unaonyesha mambo ya utovu wa nidhamu, kwa maana ya baadhi ya maofisa ambao walionekana na tunazungumza kwenye upande pia I don't know ilikuwa ni shabiki, ni kiongozi ambaye alitukana, lakini katika hali ya kawaida alionekana sura yake. Kwa hiyo kwenye uchunguzi wakisema wafanye uchunguzi, maana yake pia sura yule mtu aliyotukana wataiona, kwa maana kwa nini uliingiza mambo ya matusi hadi kwenye masuala ya mpira, itaonyesha umeonyesha utovu wa nidhamu. Kwa nafikiri kikubwa zaidi ni kujifunza kila siku kwenye mpira wa Afrika, kwa maana unakutana na mambo mengi, unakutana na vitu vingi ambavyo unaweza kuviona kabisa labda vinaashiria wa upangaji wa matokeo ama unaona ni figisu kabisa, lakini lazima ujifunze ili naliendeaje. Umeelewa? Tukio kama lile labda ungeimagine nao Berkane sio react pale, tungeshuhudia issue nyingine kabisa, tena isingekuwa amani ya mpira. Kwa mimi nafikiri kuna namna ambavyo tunatakiwa tuendelee kujifunza zaidi, lakini tuheshimu pia kile ambacho kimepelekwa CAF. Tusubiri pia majibu ambayo yatatoka na wao CAF watasemaje kwamba kipi na kipi baada ya kupata ushahidi wamejiridhisha. Mbona hapo Berkane hawajahusishwa kwa kosa lolote katika hiki ambacho Simba anadaiwa yeye ndo amefanya makosa zaidi? Ndio swali linakuja. Na maana Berkane wao hawajahusishwa kwa chochote, hawajafanya uvunjifu. Ripoti ambayo inapelekwa ili Berkane atajwe humo, lazima ripoti hiyo imepelekwa na kamishna wa mchezo A au B, Simba wao wamepeleka malalamiko. Hapo Berkane atahusishwa. Umeelewa? Lakini kamishna wa mchezo kama akipeleka ripoti inayohusu tu Simba,
Sasa wao CAF hawezi kukurupuka tu, mbona Berkane hujamhusisha? Wao wanapokea ripoti na ndo wanaadhibu kulingana na ile ripoti. Utaaminije kwamba walikuwa fair katika ripoti wanayotengeneza? Kwa sababu kwanza kwenye matukio mengi ndo hapo fairness haikuonekana kwa 100%. Sawa. Okay, kwenye ripoti tunaamini vipi kama fairness ipo? Ona hisi mwenye mamlaka ya kufanya hivyo ni Simba. Kama Simba anaona kuna vitu havikuwa fair, sababu huu ni mpira. Unajua mpira ni mchezo wa wazi sana. Kuna viongozi wa Simba wapo. Tunaona hakukuwa na fair kwenye maamuzi ya mchezo wa fainali. Simba ina haki ya kuandika malalamiko na ushahidi wakiwa nao, kupeleka wapi? Kwenye kamati zinazohusika na haya mambo. Umeelewa? Yani kabla hata Berkane hawajaenda, yani kabla hata ripoti haijafika. Kama Simba wanajiridhisha kabisa, unajiridhisha kabisa kwamba haya matukio ABC hayajawa fair kwetu. Simba ana haki ya kuandika barua kabisa, ana haki ya kuandika barua. Lakini wewe ukikaa kimya, maana yake umeridhika hujatendewa kosa, sio? Ndio tafsiri nyepesi. Mwenzio akiwahi kwenda kukushtaki, ukiitwa wewe mezani utaulizwa wewe ulikuwa wapi, mbona ukuleta? Na wewe kama kulikuwa na changamoto mbona hukuzileta? Utasema mimi niliamua kaa kimya. Maana yake kumbe ulijiridhisha na nini na kilichotokea. Kwa hiyo ndio maana nikasema inatupa funzo kuanzia viongozi kuendelea kukomaa kiakili. Next time vitu kama hivi vikitokea, ukiona kabisa una haki ya kudai kitu fulani, unafanya ili baadaye ukataliwe uone. Mfano mdogo, Simba kabla ya game ya Berkane, tuliona Simba aliona kwamba so fair kupeleka uwanja wa Zanzibar. Aliandika barua ambayo ilienda moja kwa moja CAF, ambayo ilikuwa ina utetezi kwa nini uwanja wa Mkapa wameukataa. Lakini baada ya CAF kurudisha majibu ya kile ambacho Simba walikiandika na kutoa sababu zao za kutotumia uwanja wa Benjamin Mkapa, mwisho wa siku viongozi wa Simba kaja hadharani wakaambia bwana, game ni wapi? Ni Zanzibar, tumepambana kadri ya uwezo wetu, imeshindikana. Kwa hiyo walikuwa na haki ya kuandika. What if kama Simba taarifa ya kwanza ile angekaa kimya, yani asifanye chochote tu, Zanzibar wameshasema afu twende zetu Zanzibar, si tungebaki wote tunasema okay sawa, Simba amejiandaa. Kwa hiyo CAF wao